Tunapoishi katika ulimwengu huu, malengo yetu ni kufanikiwa katika maisha pamoja na kuishi kwa furaha katika ulimwengu wa Mwenyezi Mungu. Lakini aina ya watu ambao wanatuzunguka wanaweza wakawa ni sababu ya sisi kufanikiwa ama kushindwa kufanikiwa, kuishi kwa furaha ama kushindwa kuishi kwa furaha. Katika video hii nitakwenda kukuambia aina ya binadamu ambao unatakiwa kuwaweka mbali na maisha yako ili uwe mwanadamu mwenye mafanikio na furaha katika maisha yako. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na mambo haya, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Wafuatao ni binadamu ambao unatakiwa kuwaweka mbali na maisha yako ili uwe mwanadamu mwenye mafanikio na furaha katika maisha yako. Namba 1, binadamu wenye wivu dhidi ya mafanikio ya binadamu wengine. Katika dunia yetu, wapo baadhi ya wanadamu ambao hawapendi kuona binadamu wengine wakifanikiwa. Hawa ni binadamu ambao mara nyingi unapofanya jambo zuri hawawezi kukupongeza. Mara nyingi hata katika jambo zuri wao wanaweza kuangalia kasoro katika jambo hilo. Hawa ni watu ambao hata inapotokea umepata mafanikio, wataonesha chuki za waziwazi katika mafanikio ambayo umeyapata. Wanaweza wasikueleze namna gani ambavyo wanachukia mafanikio yako, lakini kupitia aina ya mazungumzo ambayo wanayatamka katika vinywa vyao, unaweza ukajua hao ni watu ambao hawafurahii mafanikio yako. Ni binadamu ambao katika kila zuri ambalo unalifanya kwenye maisha yako, watakuwa wanalikosoa, yani wanatafuta kasoro katika jambo zuri ambalo umelifanya. Ni binadamu ambao utakapofanya makosa watazungumza, lakini utakapofanya mazuri hawatazungumza. Amini usiamini, hawa ni binadamu ambao unatakiwa kuwaweka mbali na maisha yako, kwani ni watu ambao wanaweza wakawa wanacheka na wewe usoni, lakini mioyo yao imetawaliwa na chuki dhidi ya mafanikio ambayo unayapata. Kwa sababu hiyo, wanaweza wakajikuta wanaingia kwenye vita ya kupambana na wewe bila wewe mwenyewe kujua, ili wakuangushe katika mafanikio ambayo unayapata katika maisha yako, na lengo lao ni kuhakikisha unapata anguko la kiuchumi kwenye maisha yako ili ufanane nao ama uwe chini kuliko wao. Namba 2, binadamu wenye uthubutu wa kuzungumza mabaya yako kwa binadamu wengine. Miongoni mwa mambo ambayo mimi na wewe hatuwezi kuyakataa ni kuwa kila mwanadamu ana pande mbili za maisha. Ana mazuri yake na ana mabaya yake. Mara nyingi mazuri ya mwanadamu yanatoka katika uimara wa mwanadamu, lakini mabaya ya mwanadamu yanatoka katika udhaifu na mapungufu ya mwanadamu, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyekamilika chini ya jua. Kuna baadhi ya mambo ambayo yanaweza kukutokea ama unaweza kuyafanya kutokana na udhaifu na mapungufu uliokuwa nayo, na ni mambo ambayo usingependa watu waweze kuyajua. Lakini inawezekana kwa sababu unamuamini na kumpenda rafiki yako, unamchukulia kama ndugu yako wa karibu, unajikuta unamueleza kila kitu ambacho kinakuhusu. Unafanya hivyo kwa sababu unamuamini na kuamini yeye anaweza kuwa msiri wako. Badala ya kutunza siri hiyo, anaenda kuwaeleza watu wengine kuhusu udhaifu na mapungufu yako, yani kwa kifupi anakwenda kukusema vibaya kwa watu wengine. Pamoja na kuwa unampenda, ni vema ukakubali kumweka mbali na maisha yako, kwa sababu huyu si rafiki ambaye anakufaa, kwani udhaifu uliokuwa nao ambao anakwenda kuutangaza kwa watu wengine wanaweza wakautumia udhaifu huo kuingiza kwenye mitego, na mwisho wa siku wakaweza kukunasa na ukawa miongoni mwa wanadamu ambao wamepitia maanguko makubwa katika maisha yao. Rafiki huyu hafai. Namba 3, binadamu anayeweza kukushuhudia uongo kwa watu wengine. Kumshuhudia mtu uongo ni kuongea vitu ambavyo vinamhusu mtu fulani hali ya kuwa vitu hivyo hakuvitenda mtu huyo, yani kumsemea katika vitu ambavyo ni vya uongo.
Lengo kubwa la binadamu wanaopenda kuwanenea binadamu wengine uongo ni kuwachafua na kuzishusha thamani zao kwa watu wengine. Mara nyingi mwanadamu ambaye anakunenea uongo anataka kuivunja imani katika mioyo ya watu waliokuwa wanakuamini. Anataka kutengeneza chuki katika mioyo ya watu waliokuwa wanakupenda. Anataka uwe mwanadamu ambaye unadharauliwa kwa watu ambao walikuwa wanakuheshimu. Huyu ni mtu ambaye unatakiwa kumweka mbali na maisha yako, haijalishi ni rafiki ambaye unadhani unamhitaji kwa kiwango gani, kwa sababu atakwenda kukuharibia kwa binadamu ambao pengine wangeweza kuwa msaada wako katika nyakati ambazo ulikuwa unapitia katika shida. Hivyo, huyu si mwanadamu unayetakiwa kumwamini katika maisha yako. Ni vema ukamweka mbali na maisha yako. Kundi la 4 la binadamu ni binadamu wanaokutumia, lakini wao hawakubali kutumika katika maisha yako. Mwanadamu anayejua thamani ya utu anajua maisha yana pande mbili. Kuna wakati anatakiwa kugeuka na kuwa msaada kwako, lakini kuna wakati wewe unatakiwa kugeuka na kuwa msaada kwake. Lakini asilimia kubwa ya binadamu ambao hautakiwi kuruhusu ukaribu nao, hawa ni watu ambao mara nyingi watapenda kukutumia katika mambo yao, lakini wewe utakapowahitaji katika mambo yako, hawatakubali kujitoa na kuja kusaidiana na wewe katika vitu ambavyo unahitaji ukaribu nao. Ni binadamu ambao faida yako wataiona katika maisha yao pale tu watakapohitaji kitu ambacho wanajua wewe unaweza kuwa na suluhisho lao katika maisha yao. Lakini pale watakapohisi wewe unahitaji msaada kutoka kwao, ni watu ambao watakaa mbali na wewe, wala hawawezi kurudisha fadhila za yale ambayo unawatendea. Hawa ni binadamu ambao unatakiwa kuwaweka mbali na maisha yako. Namba 5, binadamu wanaofurahia anguko lako. Wapo baadhi ya binadamu ambao wanafurahia pindi unapopiga hatua katika maisha yako, na mara nyingi binadamu hawa unaweza kuwagundua kwa kutazama vitendo vyao, kwani wataonesha furaha kutoka moyoni kabisa. Lakini wapo baadhi ya binadamu ambao wanaweza kukuonesha furaha ya usoni, lakini moyoni mwao wanachuki, na mara nyingi binadamu hawa wanaweza kutumia maneno ya utani kukuwasilishia ujumbe ambao umejificha katika mioyo yao. Hawa ni binadamu ambao mara nyingi hawataki kukuona ukiwa binadamu mwenye mafanikio, badala yake wanatamani kukuona ukiwa mtu ambaye unapitia changamoto, na hiyo ndiyo furaha yao. Haijalishi ni ndugu zako, rafiki au jamaa zako ambao unawapenda na kuwahitaji katika maisha yako, ukibaini wana hulka hizi, waweke mbali na maisha yako. Ni bora kusimama peke yako kuliko kusimama na binadamu ambao wanatamani kukuona ukianguka. Namba 6, binadamu wenye tabia za uharibifu katika maisha yao. Wapo baadhi ya binadamu, kitendo cha kuwakaribisha katika maisha yako, unajikuta na wewe unahusika moja kwa moja katika hatari ambazo hazikuwa zako. Hawa ni binadamu waharibifu, wanapenda vurugu, wana uraibu wa matumizi ya madawa ya kulevya, wanavuta bangi, au wana tabia zozote ambazo zinaweza kuleta uharibifu katika maisha yao na maisha ya watu waliowazunguka. Hawa ni binadamu ambao unatakiwa kuwaweka mbali na maisha yako ili uwe mwanadamu mwenye mafanikio na furaha, kwa sababu mara nyingi utajikuta ukiwajibika katika tabia ambazo si zako, hasa zile za uharibifu. Kwani mara nyingi mtu anapokuwa karibu yako utashia naye vitu vingi ambavyo vinakuhusu wewe au vitu ambavyo vinamhusu yeye. Ili kuwa salama, jiweke mbali na binadamu wa kundi hili. Namba 7, kaa mbali na binadamu wasiotaka mabadiliko katika maisha yao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, binadamu wengi wanaofanana tabia huambatana pamoja. Wakati mwingine unaweza ukawa haufanani nao kitabia, lakini kitendo cha kuwa nao kwa muda mrefu na wewe utakuwa kama wao. Hivyo, kama una marafiki ambao hawahitaji mabadiliko katika maisha yao, na wewe utajikuta unastaki katika eneo ambalo upo kwa sababu utafanana nao, ni vema ukawa na marafiki ambao wana kiu ya mafanikio, wanahitaji mabadiliko, wana malengo katika maisha yao. Ni watu ambao mara nyingi
wanapambana ili kesho yao isifanane na leo. Hata ukitathmini jana yao haifanani na leo yao. Hawa ni watu ambao watakuhamasisha kupiga hatua na hautabaki hapo ulipo katika maisha yako. Namba 8, binadamu wasiopenda kuwajibika katika maisha yao. Wapo baadhi ya binadamu ambao hawachukulii maisha kwa uzito, na wakifanya makosa wana kawaida ya kuwalaumu binadamu wengine. Hata wakikosea hutegemea wewe kuwasafishia njia na kuwabeba. Hawa ni watu ambao hautakiwi kuambatana nao katika safari yako ya maisha, kwani mara nyingi ni watu ambao hawawezi kuwajibika hata katika matendo yao wao wenyewe. Wakifanya vitu fulani watawasingizia watu wengine, na wakati mwingine wanaweza kukusingizia hata wewe. Hawa si binadamu wazuri. Unahitaji binadamu ambao wanaweza kuwajibika katika matendo yao, wanaweza kukubali kuwa wamefanya makosa, na kwa sababu hiyo wanaweza kujirekebisha na kubadilika wakawa watu bora ambao hawawezi kurudia makosa tena. Namba 9, usiwe karibu na watu ambao wana mawazo hasi kila wakati. Yani mara zote wako negative katika kila wanachokiona kwenye maisha yao. Hawa ni wanadamu ambao hata wanapoona watu wengine wamefanikiwa, wao wanaamini wamefanikiwa kwa sababu ya nguvu za giza. Hawaamini kama mwanadamu anaweza kufanikiwa kwa nguvu zake ama nguvu za Mwenyezi Mungu. Wao ni wanadamu ambao kila kitu wanakitengenezea mtazamo hasi katika maisha yao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, ni vema ukajiweka mbali na binadamu wa kundi hili ili uwe mwenye furaha na mafanikio katika maisha yao. Namba 10, binadamu wenye kudhibiti na kujifanya wanajua kila kitu kwenye maisha yao. Hawa ni binadamu ambao hawapo tayari kujifunza mambo mapya katika maisha yao. Ni binadamu ambao hawawezi kukupa nafasi ya kuwa wewe. Wanataka ufanye wanavyotaka wao, lakini hawawezi kufanya unavyotaka wewe. Mara nyingi hujifanya wanafahamu sana na kukufanya uhisi huna akili ama uwezo katika chochote kwenye maisha yako. Hawa ni binadamu ambao unatakiwa kuwaweka mbali na maisha yako kama unatamani kuwa binadamu mwenye furaha na mafanikio katika maisha yako. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.